Buka kinara kuondoka na pointi 3 pamoja na goli moja, wekundu wa Msimbazi Simba wakishia 0. Kwa hiyo ni mchezo mzuri wa kupendeza, hatimaye bado pia sijafurahishwa na kitendo kama hiki ambao ile ni dabi. Ilitakiwa angalau ingiliwe kwa kiingilio hata cha shilingi 5,000 mzunguko, hata VIP 5,000, hata mzunguko 3,000, lakini hatimaye haijapendeza. Uwanja umeshaini vile, alafu tumeingia kiingilio bure, japo wametuomba mashabiki na wapenzi na wanachama John mtupe hamasa katika uwanja wa KMC Mwenge, lakini haijafurahisha. Ile ni dabi, itakiwa kiingilio VIP 5,000 mzunguko 3,000, hatimaye wapate maji ya sabuni, wapate sabuni, wapate maji, wapate kula na maisha mengine yanaendelea. Wewe ni mwanamke na pia umekuwa mfuatiliaji sana wa soka. Unadhani kwenye skeli, tukisema tukiweka kwenye mstari kwenye 1 mpaka 10, unadhani ligi ya wanawake imekuwa kwa asilimia ngapi? Kwa alama ngapi? Asilimia 100 imekuwa. Timu ya wanawake wa Tanzania, Simba, Yanga, JKT na timu nyingine. Ndio. Tumeona dabi ya leo ya wanawake imeweza kufanyika vizuri sana, japokuwa dabi ya wanaume ilikuwa na changamoto. Unadhani hii imedhihirisha kwamba mpira wa wanawake una nidhamu sana kushinda upande wa kiume? Tunaweza tukasema dabi ya wanawake ni timu ambayo ina nidhamu, japo tumeingia bure, lakini timu ya wanawake ina nidhamu ni kubwa sana kuliko dabi ya wanaume. Sababu ukija kuangalia timu ya wanaume nao, timu ambazo wanaosababisha timu zisiwe na nidhamu ni TFF, bodi ya ligi. Na kuna hii kauli mpya ya rais wa TFF ya kusema kwamba kama mnaona kuna madhaifu bodi ya TFF, watu wajihudhuru na nyinyi pia mjiangalie kwenye bodi zenu. Na hii kauli imeweza kuwakasirisha sana mashabiki wa Yanga. Wewe kama shabiki wa Yanga unaizungumziaje kauli kutoka kwa rais wa TFF? Rais wa TFF kwa sababu mpaka sasa hivi anaongea vile kama bodi ya ligi jiuzuru. Wakijiuzuru watapanda viongozi wengine na hatimaye Yanga atabaki kuwa ligi kuu na Simba atabaki kuwa ligi kuu. Sio kama akiondoka timu zitashuka daraja. Kuondoka kwao na timu nazo hazitoshuka daraja. Achague mawili yeye mwenyewe aliyesema, aliyetuma hiyo ujumbe. Mwambie asichague kusuka na kunyoa. Kusema ya bodi ya ligi ya TFF akijiuzuru, vilabu vyote Tanzania vitashuka ligi. Huo ni uongo. Wenyewe wameikuta hii bodi ya ligi ipo, Simba na Yanga zipo timu. Yeye kakuta kaingia. Kwa hiyo hata akiondoka timu zitabaki pale pale. Yeye mwenyewe ndio achague aondoke au abaki, ila sio vilabu viondoke. Una ujumbe gani kwa mashabiki wa Simba baada ya ushindi wa leo? Mimi naomba tu mashabiki wapenzi, wanachama, naomba msitatalike sana mtandaoni kuhusu